Mseto, Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye manufaa. Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye maarifa. Mustakabali wenye matumaini. Darasa Mseto ni mwanga. Darasa Mseto ni njia kufanikisha ndoto zetu. Darasa Mseto ni kipindi bora cha TV. Barabara kabisa, mtazamaji wa Channel 10, na kualika ungane nami katika kipindi cha Darasa Mseto. Hiki ni kipindi chenye upembuzi yakinifu ambacho kinakujia kila Jumatano saa 3 kamili usiku na kurudiwa Jumamosi saa 7:30 mchana. Karibu sana, ungane nami mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua nini nimekuandalia. Na leo tunazungumzia jukumu la wazazi katika kuwalea vijana. Tunajua kwamba vijana ndiyo nguvu kazi ya taifa. Vijana wakifanya vizuri, basi na taifa linakuwa imara zaidi. Sasa wazazi wana jukumu gani katika kuwalea vijana? Fuatana nami mwanzo mpaka mwisho ili kuweza kufuatilia na kujifunza mawili matatu yaweze kukusaidia katika maisha yako, hususan wewe kijana. Na mimi ni Esther Amandu Sizilamula. Mgeni wangu leo ni Ayubu Idi Mangi. Yeye anazungumza kwa niaba ya wazazi. Anazungumza kwa niaba ya wazazi. Na mada kama nilivyosema ni jukumu la wazazi katika kuwalea vijana. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana, na shukuru kwa ukaribisho. Asante sana. Na moja kwa moja Bwana Ayubu Idi Mangi, hebu wafahamishe watazamaji wetu, wazazi wana jukumu gani la msingi katika malezi ya vijana? Asante sana Esther. Wazazi wana jukumu kubwa, na mimi nikiwa ni mzazi wa watoto 4 wa kiume. Kwa hiyo naongea kwa uzoefu, lakini pia naongea kwa uelewa kupitia elimu mbalimbali. Kimsingi wazazi wana jukumu kubwa moja la uangalizi, ambapo katika huo uangalizi kuna wigo mpana. Uangalizi wa vijana kimaono, kimaadili, kitabia. Kwa hivi vitu ninavyovisema ni vitu vya muhimu ambavyo vinamtafsiri kijana. Kwa sababu swala la ujana sio namba ya miaka. Ujana ni uwezo. Yaani ujana ni uwezo wa viungo kushirikiana katika kufanya kazi. Kwa hiyo inawezekana tukasema kijana ni kuanzia miaka 18 mpaka miaka 45. Lakini kwa nchi zingine inaweza kuwa kijana hadi miaka 60. Kwa sababu ya ule uwezo wake wa kufanya kazi. Ndiyo. Na nimetaja kitu kimoja tu katika ujana. Kwa nini kimoja hapo nilichosema, kwa mfano tabia. Uangalizi wa wazazi kitabia. Mafanikio ama kuanguka kwenye maisha yetu sisi, 90% yanachangiwa na tabia. Yaani tabia kama vile ulevi wa kupindukia, na labda tabia zenye uhatarishi wa maisha. Hizo ndio maana tumezungumzia uangalizi. Kwa hiyo tunaposema uangalizi, na hiki kitu ni taaluma. Ujana ni hatua ambayo inatoka kwenye utoto. Ndiyo. Na msingi mkubwa ujana ni hatua ya muhimu sana ambayo unapotakiwa labda kufanya kazi, kuleta matunda haswa ya kiubinadamu. Na leo mimi natarajia katika hichi kipindi kikiisha, tunaweza tukabainisha utofauti wa malezi na ufugaji. Tunapozungumzia, tunaweza kukuta watu wengi hawakulelewa, walifugwa. Sasa ndio zao la changamoto kwenye ujana. Hawakulelewa, walifugwa. Na ndio leo umenialika nije kuzungumzia malezi. Labda hujamwalika labda bwana mifugo ili aje kuelezea namna ya kukua wanyama. Unaona? Kwa hiyo uangalizi wa mifugo na uangalizi wa binadamu ni tofauti. Tunaposema hawa wamefugwa, nadhani unapata picha, na huyu kalelewa. Maana tunategemea huyo mtu atakuwa na tabia zile, na utofauti wake sasa
Yaani kama mtu hakupata malezi, alifugwa, basi anakuwa na tabia labda kama za nyumbu, yaani kama za mnyama. Kwa hiyo sasa tunaweza ukaona huo msingi wa uangalizi na tunaposema malezi ni uangalizi wa karibu, malezi yapo katika hatua zote. Yaani kuna malezi ya utotoni, kuna malezi ya kwenye ujana, kuna malezi ya kwenye umakamu, kuna malezi ya uzeeni. Kwa hiyo kote kuna malezi, kwa sababu kimsingi chimbuko la malezi yanaanzia kwenye utoto. Tunaposema uangalizi wa karibu wa mzazi kwa mtoto, ili tupate tafsiri nzuri ya mtoto, tunaweza kusema ni kiumbe ambacho hakijakomaa kinachotokana na wazazi wawili. Kwa hiyo tunarudi pale pale, binadamu yoyote ametokana na wazazi wawili. Kwa hata mimi hapa ni mtoto kwa sababu nina wazazi wawili. Na wewe pia ni mtoto, una wazazi wawili. Kwa hiyo malezi ambayo tumeamua kuyaangalia ni ya vijana, lakini ni mapana kwa sababu malezi yako katika aina nyingi. Kuna malezi ya kiroho, kuna malezi ya kitaaluma, kuna malezi labda ya kikazi. Yaani ndio unasikia mtu anasema baba mtumishi, kwamba ukimuuliza mahusiano yakoje, huyu ni mlezi wangu wa kiroho. Unaona, nimeenda kazini ili niwe vizuri, au mimi nimepewa uongozi ili niwe vizuri, unakuta labda na mlezi wangu katika kitu ninachoongoza. Okay. Sasa kwa nini mawasiliano mazuri kati ya mzazi na kijana ni muhimu? Mawasiliano kwanza ni uhai. Hata mwili wa binadamu, kwa mfano, husikii ukiguswa mguuni, tayari unakuwa wewe una changamoto ya uhai, mawasiliano duni. Sasa wanapokuwa wanawasiliana baba au yani tuchukulie mama au baba na mtoto, pale kunakuwa na uhai na uhai, matunda yake ni ufanisi. Kwa hiyo kila tunachotaka, kwa sababu tumelenga kumzungumzia kijana, tunataka kumuona kijana mwenye tija, kijana mwenye mafanikio. Yani hii ni kama bidhaa muhimu, malezi. Tunaweza tukapata kijana ambaye ni kijana, kwanza msingi wetu mkubwa, huyu kijana ajitegemee, sababu tunatarajia asimame kwa miguu yake miwili. Kwa kama kuna mawasiliano basi matokeo ya mawasiliano haya yataleta kwamba huyu anayelelewa kijana aweze kupata uzoefu, sababu katika maisha haya ni safari. Moja ya kituo muhimu ni ujana. Asije akakuhamia kwenye ujana. Tusimuone mbele akienda wapi? Uzeeni. Kwa hiyo na kiufupi tunaweza tukaangalia tukasema sisi watu wote au binadamu wote tunapofika miaka 8 tunatafsiri kwa akili, tunakuwa tunahesabu kama mtu mzima, kwa sababu mtu anapofika kwenye miaka 8 au 9 ubongo unakuwa umekamilika katika utengenezaji kwa 100%. Kwa hiyo kijana, tuseme labda kijana wa miaka 10 na kijana wa miaka 20 na mzazi wa miaka 50, wote wako sawa kiubongo, tunasema wote wamekuwa. Tofauti yao ni uzoefu. Kwa hiyo kijana anamtegemea sana mzazi. Kwa nini? Uwezo wake wa kufanya uko sawa na huyu mtu mzima, ila yeye hana uzoefu. Lakini pia hapa sasa hivi tunazungumzia kijana, kitu cha muhimu sana tuangalie ambacho kinamkomboa kijana. Tunazungumzia kijana katika karne ya 21. Hatuzungumzii kijana tu, tunazungumzia kijana katika karne ya 21, sababu kijana huyu anatakiwa ayamudu mazingira na maisha ya dunia ya karne ya 21. Kwa hiyo hiki ni kitu cha muhimu sana. Sasa tunaposema karne ya 21, ni vitu vingi viko, kuna changamoto. Yaani dunia imeendelea. Yaani maendeleo, alafu maendeleo ya sasa hivi na ya karne ya 20 ya sasa hivi yana kasi kubwa mno. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi ambazo hizo changamoto zote zinamhusu nani? Kijana.
Sasa kijana anahitaji apate nani, apate ushauri kwa kiwango kikubwa ili aweze kuyamudu maisha kupitia nani? Mzazi. Sasa atapata kupitia yale mawasiliano. Ndio maana unaona zamani unasoma, ajira zipo. Kijana wa karne 21 anatakiwa akisoma afanye nini? Ajiajiri. Unaona kuna utofauti hapa. Utofauti. Karne ya 21 dunia ni kama kijiji, yaani tuko kwenye utandawazi. Si lazima kijana anapofika kuoa awe nchini kwake. Mipaka ipo tu inazungumzwa, lakini ni haipo. Kwa anaweza kuoa nje ya mazingira ya kwake. Lakini pia huyu kijana wa karne ya 21 anaweza kusoma alafu akafanya kazi akiwa kwenye nchi yake, lakini akawa ameajiriwa kazi kwenye nchi nyingine. Ndiyo. Labda amesoma uhasibu lakini akawa anafanyia kazi kampuni iko nchi nyingine nje ya nchi aliyozaliwa. Kwa hiyo sasa hapo kunakuwa na changamoto nyingi ambazo kijana anahitaji mawasiliano ili aweze kupata uzoefu kwa maisha yaliyopita, ili aweze kutafsiri yaliyopo na yale yanayokuja. Sasa ni kwa namna gani mzazi au wazazi wanaweza kuwasaidia vijana wao kuepukana na mienendo hatarishi? Mzazi ana mchango mkubwa sana. Kwanza tulishasema ni uzoefu. Na watu wanasema ujana ni maji ya moto. Vijana yani wanakuwa na shauku ya kupata mafanikio kwa haraka. Sasa yani kijana anaweza akawa anataka aajiriwe mwaka huu, baada ya miaka miwili au ameshajenga, amenunua gari, sio gari tu, amenunua gari la kifahari. Unaona? Sasa ukija ukiangalia hiko kitu kinahitaji sana yani ushauri wa mzazi. Kinahitaji ili aweze kujimudu, aende kulingana na yani asiende kwa haraka kupita wakati unavyotaka aende. Tumeshuhudia hivi sasa vijana ambao wanaishi na wazazi wao wanapenda kuishi wenyewe, kwamba sasa tunatoka hapa nyumbani tunaenda kujitegemea, wanataka wawe na uhuru. Sasa ni kwa namna gani wazazi wanaweza kufuatilia mienendo ya vijana wao bila kuvunja faragha yao? Kwanza hii tabia ya vijana kwenda kujitegemea ni ipo toka zamani, lakini uzamani maisha yalikuwa salama. Ndio tofauti na sasa hivi. Na sasa hivi kujitegemea kuna duniani kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kuhatarisha hayo maisha, tofauti na wakati wa zamani. Na aina ya uhalifu sasa hivi ni wa kiwango kikubwa kwa sababu ya dhana na teknolojia zilizopo, tofauti na ule wakati wa zamani. Sasa vijana wameanza, ni zao ambalo la kuanza kujitegemea linaanzia mbali. Ndiyo. Katika hizi hatua za ukuaji, kwa kawaida tukichukulia kwa darasani, mtoto ambaye mwenye miaka 7 au 6, yani tuseme mtoto wa darasa la kwanza ama la pili, kwa kawaida anapenda sana yani anamwamini sana mwalimu wake kuliko mzazi. Yani ndipo anamwamini sana. Lakini wanapoenda kuanzia darasa labda la 3 wanaanza kuhama. Kutokana hata na masomo yanavyokuwa, wanaanza kuamini watu wengi. Kwa mfano masomo yanaweza kuwa mengi, akawa anatakiwa aelewe kwa walimu tofauti, sio mwalimu mmoja kule chini. Sasa hiyo changamoto hiyo, anapofika labda darasa la 4 na la 5 anahama. Anakuwa naamini marafiki zake kuliko mzazi wala mwalimu. Kwa hiyo anakuwa ameshahama hapo. Kwa hiyo swala la kujitegemea hatutarajii linaanzia kwenye miaka 20. Kwa hiyo anaanza kuhama kuanzia pale anapokuwa ameanza kwenda la 5, la 6, anapofika la 7. Sasa katika kukua huku, mienendo kitu cha kufuatilia. Kwa mfano mtoto anapofika la 6 na la 7,
mara nyingi ule ukuaji unakuwa wa kasi, huwa anahitaji sana vitu vizuri kama vyakula. Kwa hiyo ni rahisi sana kijana, yani huyo tunamhesabu anaelekea kwenye ujana, hata kurubuniwa labda kwa chips kuku. Ni rahisi sana kurubuniwa hata kwa usafiri mzuri. Unaona? Hivi vitu si vibaya. Lakini pale kijana anakuwa ameanza kutengeneza mazingira ya yeye kusimama kwa miguu yake, kujitegemea. Lakini kupitia ile kujitegemea ndiko vishawishi vinapoangukia. Na kijana anakuwa anania apate mafanikio kwa kile anachokihitaji bila kuangalia matokeo mengine nje ya kile anachokiangalia. Sasa mzazi anaweza kawa anakiona kitu kwamba kile kitu yeye anavyo tuseme kijana anakiona katika upande mmoja, mzazi anakiona upande wote. Kama vile anavyoiona pesa labda hii ya sarafu. Anavyoona upande wa kichwa, anapoona upande wa mkia. Lakini kijana yeye anakuwa anaona upande wa nini? Wa kichwa tu, au anaona upande wa mkia. Kwa hiyo ni muhimu sasa. Na katika umri huo kijana anapokea sana ushawishi. Kama nilivyosema, anaondoka yani sana kumtegemea mzazi, kumtegemea mwalimu, anaanza kuamini marafiki zake. Na hao marafiki wanatoka katika mazingira tofauti. Kwa mfano, kijana anaweza akawa yuko shule, anaweza kaambiwa bwana, mimi napata A ya hesabu kwa sababu natumia bangi. Na yeye nia yake ni kupata tamaa ya kupata na katika ujana tamaa inaongezeka. Tamaa inakuwa kubwa. Sasa tamaa ni hatari, kwamba anatamaa apate A ila haangalii A inaweza nikaipata vipi. Anatamaa na yeye amiliki gari, ila hii tamaa hii gari haangalia ataipata vipi. Kwa hiyo ndio maana sasa mzazi anakuwa na jukumu la kuwa karibu na kuangalia mwenendo. Na katika kuangalia huku mwenendo inabidi amsaidie huyu kijana kupata mafanikio, lakini ayapate mafanikio katika njia iliyo sahihi. Tumeshuhudia kwenye baadhi ya familia kwamba kuna watoto ambao tunaita watukutu. Hawasikilizi la mzazi, hawasikilizi la ndugu wala jamii, na kusababisha wazazi kuwa wakali sana. Lakini wakati huo huo kuna familia ambazo watoto wao ni wanyonge, hawajielewi, na kusababisha wazazi kushindwa hata kuwalea vizuri. Sasa hebu niambie, wewe unazungumza kwa niaba ya mzazi. Je, wazazi wanapaswa kuwa wakali au wapole katika malezi? Kwanza tunaposema vijana hawa vijana au vijana wametokea utotoni au vijana ni watukutu. Vijana si watukutu. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Na tunaposema masuala ya malezi, kila mtu anaweza kuzaa. Haswa yani tuseme kila mtu anaweza kuzaa, kwa maana mwanamke wakishirikiana na mwanaume. Lakini si kila mtu anaweza kuwa na taaluma ya malezi. Kwa hiyo ugumu wa kupata tafsiri ya huyu mtoto mtukutu unatokana na malezi. Idadi kubwa ya vijana wanakuwa bila malezi, au wanakuwa kwa malezi yenye ukinzani. Yaani upande mmoja wa mzazi unasema hii ni A, upande wa pili unasema hii ni B. Kwa hiyo ule utukutu unaweza kuwa zao la elimu mbili kwa jambo moja. Sasa tunapokuja kujiuliza sasa swali kwamba je, huyu kijana anaelelewa na mzazi awe mkali awe mpole, kila kitu kina faida yake. Lakini mimi tu labda ningeweza kushauri mzazi awe kama kinyonga, abadilike kulingana na mazingira, kwa sababu watu wanasema huruma sio malezi. Vijana wengi wameharibikia kwenye eneo la huruma, wengi, yani kile imekuwa kama kichaka, na kuna taswira fulani inaweza ikatengenezwa kwamba ya upendo,
Yaani kaonekana huu ni upendo, lakini kumbe ni huruma. Unamharibu mtoto. Mzazi anahitaji kuwa karibu na kijana, na katika ule ukaribu utamsaidia kumjua kijana wake vizuri. Anapokuwa karibu, kwa mfano ule ukaribu ule, kijana anaweza akaeleza na anaweza akaeleza mambo yake mwenyewe, changamoto zinazomsibu. Unajua ujana haswa katika swala tunapozungumza ujana, ndipo jirani na kubalee. Unaona, sasa pale kwenye balee huwa kuna vurugu nyingi sana. Unaona, huku tena kijana anapambana apate nini, aende mbele, mafanikio. Ndio unaweza ukashangaa kijana hajafika muda wa kujitegemea, anasema mimi naweza kuoa au naweza kuolewa. Na kama mzazi hayuko na ukaribu, mipango ya kijana ile inaweza kuwa ni mipango hatarishi. Yeye akaja kuona matokeo, ile michakato ya mipango asiione. Unaona, na mzazi kwa nini asiwe mkali? Asiwe mkali, maana ukali unaweza usisaidie. Na moja ya kitu ambacho nitoe uzoefu, ukali wa mama zetu vijana ama watoto wanaona mtu mara nyingi mpaka ndani ya moyo. Mama anaweza kuwa mkali kupindukia, akaamua kumpiga kijana wake hadi kumuumiza, lakini anajua mwisho wa siku wa kwanza kunionea huruma ni mama. Na kauli ya baba anaweza asiwe mkali sana, akatoa tu angalizo, kijana akakaa kwenye mstari. Unaona? Na ndio maana sasa katika kulea, ili tuweze kusema kutokea urari, Kiingereza wenyewe wanasema, ili nieleweke vizuri wasema balance, lazima washirikiane. Yaani asiachiwe mama, vijana watapitia upole wa mama, ile huruma kwamba nikimpiga nitamuumiza, mimi mwenyewe ndo nitakuwa kumtibu. Na vijana wanamwangalia baba kwamba baba mara nyingi msimamo wake anaweza yani anaweza akachukua hatua kali, hata kama hatachukua hatua kali. Kwa hiyo ile inaleta balance fulani, yani urari. Kwa hiyo kijana anakuwa makini. Lakini ni muhimu sana baba akaweka urafiki au mama akaweka urafiki. Na hivi vitu vinaenda mara nyingi mama wanaweza kuenda urafiki ukao karibu pia na kijana wa kiume. Na baba mara nyingi anaweza kawa karibu sana na binti. Na hii inajitokeza mara nyingi, ni kwa nini? Ni kama nature fulani. Yaani binti anapenda kujifunza, na ndio maana hata kwenye maisha mbele, kama binti amekosa malezi ya baba, huwa inaweza ikamletea changamoto sana, hasa hata anapokuja kuolewa. Na hata kijana anapokosa ule ukaribu hata kwa mama, inaweza ikamletea sana changamoto hata anapokuja kuoa. Yaani kuna matokeo tunaona tu mbele matokeo, lakini chanzo hatujakiona huku chini, malezi yalikuwaje. Kwa hiyo sasa ule ukaribu ule, kijana anaweza akaamua unajua anakuwa anatafuta majawabu. Vijana wanatembea na maswali, kwa nini hiki? Labda kama hajafanikiwa maisha, kwa nini? Kama amefanikiwa maisha, kwa nini siongeze kingine ambacho kinaweza kuhatarisha hata yale mafanikio? Sasa anapokuwa karibu mzazi, akapunguza labda ukali, basi hata kama unajua kijana anapojaribu kunakuwa na makosa mengi, hata yale makosa anaweza kumweleza mzazi. Kwa kumalizia kipindi chetu, teknolojia pamoja na mitandao ya kijamii vinaathiri kwa kiasi gani jukumu la wazazi katika kuwalea vijana wao? Kwanza hatuwezi kukwepa teknolojia, kwa sababu ndio tuko kwenye dunia ya teknolojia, haswa hii karne ya 21. Teknolojia ina athari kubwa, kwa sababu kwa sasa malezi si tu kwa wazazi au walezi. Maana tunapozungumza walezi tunaunganisha hadi jamii. Malezi pia kwa sasa yako mpaka kwenye teknolojia. Kwa mfano mitandao ya kijamii ni sehemu ambapo muda mwingi vijana wanaweza kushinda.
au wanaweza kuwa kwenye matumizi. Sasa katika matumizi hayo kwenye mitandao kuna taarifa nyingi, na wengine wanaweza kuwa hawana uwezo wa kufanya uchambuzi, hipi taarifa ni sahihi. Yaani yeye kila taarifa akawa anaichukua, alafu kizingatia ujana una miemko. Nadhani hata dunia sasa hivi, ili si labda tu Tanzania, dunia nzima mambo mengi yameibukia kwenye teknolojia. Ndiyo. Unakuta labda maandamano, labda watu tu vijana wamejazwa upepo. Hili ndio kundi kubwa ambalo lina hata athari. Inapotokea vurugu au inatokea kitu chochote, wamekuwa wakiangukia katika madhara makubwa ni vijana. Kwa nini? Teknolojia wenyewe ndio wepesi kutumia teknolojia, kwa hiyo na ni wepesi kupata madhara makubwa. Sasa malezi ya mtandaoni, malezi ya mtandaoni kuna ambayo si sahihi, na mengine yanaweza kuwa yanavuka mipaka kwa utamaduni. Sababu tamaduni mle zote zinakutana, zingine hazihusiki na mazingira yako, kwa hiyo vile vile inamletea changamoto kijana. Mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umejifunza vya kutosha na kipindi cha leo. Sasa wewe kijana, ni nadhani umejifunza. Yamezungumzwa hapa na miongoni mwa wazazi, anazungumza kwa niaba ya wazazi. Umepata mawili matatu ambayo yanaweza kubadilisha fikra zako ili ujana wako uweze kuutumia vizuri. Kumbuka leo tumezungumzia jukumu la wazazi katika kuwalea vijana, na mengi yamezungumzwa hapa. Imani yangu kwamba ulichokipata utamsaidia na mwenzako. Endelea kujifunza, endelea kuishi vizuri, endelea kusikiliza wazazi na jamii inayokuzunguka. Mwisho wa siku utakuwa kijana bora kabisa na maisha yatakwenda vizuri kabisa. Asante sana, muda si rafiki mtazamaji. Hadi hapa ndio mwisho wa kipindi cha Darasa Mseto. Leo nilikuwa na mgeni Bwana Ayubu Idi Mangi. Yeye amezungumza kwa niaba ya wazazi kuhusiana na jukumu la wazazi katika kuwalea vijana. Tutaendelea na mfululizo wa kipindi hiki katika wiki ijayo. Kwa leo sina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Kudra Kitali, mimi ni Esther Amando Sizelamula. Asante hadi wakati mwingine. Hii ni Darasa Mseto. Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye manufaa. Darasa Mseto, Darasa Mseto, kipindi chenye maarifa. Mustakabali wenye matumaini. Darasa Mseto ni mwanga. Darasa Mseto ni njia kufanikisha ndoto zetu. Darasa Mseto ni kipindi bora cha